Ninaumizwa sana ninapoona vijana wanaumizana wenyewe kwa wenyewe eti kwa sababu ya tofauti za kiitikadi, ili kuwanufaisha wazee. Wazee wamekaa kwa nyuma huku wanachekelea, vijana wanaumizana kwa nondo na visu ili kuwawezesha wazee waweze kutawala. Mnahitaji kuasi huo upuuzi, kwa sababu umaskini wenu, kutoaminika kwenu, kukosa ajira kwenu havina uhusiano na itikadi yoyote. 80% ya matatizo yanayowakabili vijana yamesababishwa na itikadi za vyama vyenu. Mkiungana mkaacha tofauti zenu, siku hiyo mtapata suluhu ya matatizo yenu. Tumeweka mipaka yetu hii ya bandia, tujui Kenya, Uganda, Burundi, lakini kizazi hiki hakishikamani na taifa lolote. Hakina miiko ya kudumu, hakina. Lakini kizazi hiki, napenda kuhakikishieni ndugu zangu, washarika mlioko hapa na wote mnaonisikiliza, ndicho kitakacho tawala dunia ifikapo mwaka 2030. Marais wetu, wabunge wetu, watawala wetu wazuri na wabaya watatokana na kizazi hiki, kisiasa, kiuchumi na kisayansi. Huu uchawa unaotusumbua kwa sasa hauna nguvu kuliko Gen Z. Gen Z ni namba nyingine, na ningependa kulisi kanisa tukiwaona Gen Z tunyenyekee, kwa sababu ni bomu linalo tishia kulilipua kanisa.